Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa hiyo niseme na wapongezeni sana. Leo najua mtajifunza mambo mengi ya mfuko. Mmeshaanza na mtaendelea kujifunza. Wako wanaojiuliza sana, hivi sisi waandishi wa habari WCF ya nini? Si ndio? Ya kazi gani? Wengi wanatolewa mifano, wamevunjika miguu, sisi tunavunjika lini? Wamekatwa mikono na mashine, si ndio? Viwandani huko sisi tutakatika mkono lini? Sisi kama mnanielewa. WCF inakuja ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, Workers Compensation Fund. Tanzania tuna bahati sana. Tuna WCF, tuna OSHA. OSHA inalinda usiingie kwenye majanga, si ndio? Inalinda kuwa na usalama mahala pa kazi. Lakini ukilinda kuna ambayo hayalindiki, yanatokea, yakitokea WCF ipo, si ndio? Lakini kuna mifuko hii yetu ya hifadhi ya jamii, NSSF na PSSSF, si ndio? Mheshimiwa Mkurugenzi na ndugu zangu viongozi, mwaka jana tulifanya mwezi wa 10 tulifanya mkutano mkubwa sana hapa wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Afrika, inaitwa OATU. Tuliwaalika watu wa Azania Bank, tukawaalika watu wa OSHA, tukawaalika WCF, tulialika watu walishangaa, mna watu wa mfuko wa fidia kwenu? Sema ndio, na ni mifuko yetu hii. Na katika boards hizi wako viongozi wetu wa wafanyakazi wako huko, wanaotuwakilisha na kuwawakilisha ninyi. Ukienda OSHA ambayo na bodi yao nafikiri nazinduliwa leo somewhere na Mheshimiwa Waziri, wako viongozi kutoka kwenye vyama vya wafanyakazi. Ukienda NSSF the same, ukienda PSSSF the same. Kwa tambueni kabisa WCF ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi wanapopata majanga ya aina yoyote haya yanayoleta madhara, akiwa wapi? Kazini. Ni kweli usipofikiria kwa haraka unaweza kudhani hii ikoje. Mimi juzi nilikuwa kwenye Mei Mosi pale Njombe, nikakutana na mtumishi, ni mwalimu yule aliyepata ajali akitokea kazini. No, aliitwa kazini siku ya weekend, alikuwa anasimamia miradi fulani. Kumbuke ni afisa gani? Nafikiri mwalimu. Lakini wakati anaenda akapata ajali. Si mnaelewa? Akipata ajali anahudumiwa na nani? Si WCF, si ndio? Amepata ajali akiwa anaenda kazini na akavunjika mguu. Nimemwona pale nikashangaa. Nikasema hii elimu nikipata fursa nitaenda kuwaambia wengine. Na sijaambia mtu yeyote. Leo nawaambieni ninyi kama WCF hawatawaambia. Ukiwa kwenye kazi yako, umepigiwa na mwajiri wako, amekuelekeza nenda pale TUCTA, kuna mkutano, ukachukue nini? Habari. Si ndio maana yake? Ukapata ajali ukiwa njiani, WCF wanahusika na wewe. Si kama mnaelewa? Baada ya ajali na wakati mwingine hata baada ya ajali unaendelea kuhudumiwa. Mengine in detail utaambiwa na wao wenyewe. Kwa hiyo leo ni muda mzuri sana kwa wenzetu wa WCF kufunguka na kutoa elimu ile kwa ufasaha kwa wenzetu hao wafahamu. Sio lazima uvunjwe mkono na mashine, si ndio? Ndio ukatibiwe. Lakini kuna mwingine aliwahi kupata madhara. Hiyo kesi nilisoma nikiwa shuleni. Anakwenda kustaafu, ndio anakuja kugundulika mgongo umepata madhara, na hospitali wakaenda kujustify huyu mtu amepata madhara kwa sababu alikuwa anafundisha, anaandika kwa muda mrefu kazi zake za kusimama. Ikagundulika hilo ni tatizo lililotokana na nini? Na kazi. Si mnanielewa? Yako mambo mengi ambayo mnaweza mkanufaika nayo kwa wenzetu wa mfuko wa WCF. Na sisi tunasema tume underutilize shughuli za WCF kwa sababu hatufahamu kama wapo, na wengine wengi wamepata shida huko nje, hawajui kama WCF inahusika nao. Si kama mnanielewa vizuri. Mimi juzi nimepiga simu
kwa wenzetu wa Wizara ya Uwekezaji. Nilikuwa nahitaji kuonana na kiongozi mmoja, nikaambiwa ameenda kwenye msiba, walipata ajali na wamefariki watumishi wawili, nafikiri kitu kama hicho, wakiwa kazini, si unaelewa, kwenye shughuli zao walifariki wawili. Mnafikiri wale hawahusiki na WCF? Lakini utashangaa mambo yameishia huko, wanaenda hawafanyi nini, hawajitokezi kuleta taarifa, labda mpaka WCF waende wenyewe. Kwa hiyo fungukeni na mfahamu kwamba hayo ni moja kati ya mambo ya msingi sana ambayo mnatakiwa myaone na kushughulika nayo. Lakini ninyi kama waandishi wa habari, fikisheni taarifa hizi mnazozipata leo, na leo mko wengi. Naamini kesho magazeti asilimia kubwa yataandika angalau makala inaonyesha shughuli za WCF ni zipi. Wengine wataweka vichwa vya habari, waandishi wa habari wapata mafunzo juu ya WCF, ndio akizungumza vya nani, kaimu mkurugenzi Madam Laura Kunenge alisema 1 2 3, si ndio? Msikasema niliwaimbisha nyimbo kwa nguvu. Kuna wengine huwa hawasemi, kama huyu jamaa yangu hapa anaonekana hasemi, lakini kimwangalia usoni anaonekana vile vingine vyote vya kawaida anavifanya, si ndio? Kwa sura tu. Yuko kimya. Mimi naona mpaka namuimbisha hapa, kaka si uimbe Solidarity, anaona tu hivi ametabasamu. Huyu bwana huwa haongea, sema anaongea sana. Na wanaoniambia anaongea sana wala sio baba, si ndio? Solidarity, shikamano. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.